yote kwa utukufu wa Elohim. Basi lolote mfanyalo, kama ni kula au ni kunywa, fanyeni yote kwa utukufu wa Elohim. Kuanzia awan wa Korinto 7, Paulo alijitolea kujibu mafululizo wa maswali ambayo wa Korinto walikuwa wamemtumia kwa barua. Kwa sababu hii, ingawa sura ya 8 hadi ya 10 inahusu hasa ibada ya sanamu, Paulo anachanganya mada kadhaa bila uhusiano dhahiri na dhambi hii maalum. Walakini anajaribu kujumuisha usi wa kawaida katika kila mada, upendo na kuheshimiana, ambayo inapaswa kuongoza kanisa kwenye umoja. Pamoja na wazo hili, Paulo anasisitiza hitaji la kila kitu kinachofanywa kanisani au katika maisha ya faragha kufanywa kwa utukufu wa Elohim. Wa Korinto 8, chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu, maarifa na upendo. Wa Korinto 9, Paulo anakataa haki za injili ili. Wa Korinto 10:1-13, onyo dhidi ya ibada ya sanamu, kujifunza kutoka mambo ya zamani. Wa Korinto 10:14-22, kikombe cha Bwana na kikombe cha mapepo, acha ibada ya sanamu. Wa Korinto 10:23-33, fanya kila kitu kwa utukufu wa Elohim. Ni nini halali na kinachofaa. Maarifa na upendo. Wa Korinto 8, chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Lakini maarifa hujivuna huku upendo ukitenga. Paulo anagawanya kanisa katika vikundi viwili, wenye nguvu na wanyonge. Wa Korinto 8:4-7, wenye nguvu wanaelewa kwamba sanamu si kitu, kwa maana kuna Elohim mmoja tu wa kweli. Wanyonge bado hawajaelewa jambo hili. Wa Korinto, wenye nguvu hula nyama iliyotolewa iliharibu kwa sanamu, kwa sababu wanajua kwamba sanamu haziwezi kuchafua chakula. Wanyonge wanaamini kwamba watatenda dhambi ikiwa watakula nyama hiyo. Lakini wenye nguvu kupitia maarifa na mfano wao wanaweza kusababisha wanyonge kuanguka kwa sababu ya upendo kwa ndugu yake mwenye nguvu. Lazima ajisue. Wa Mesaya wanapaswa kuwekwa upendo mbele ya maarifa, wakati maarifa yanaweza kuwa kikwazo kwa ndugu dhaifu katika mchakato wa makuzi. Haki za injili. Wa Korinto 9, Paulo anakataa haki zake. Vivyo hivyo Bwana ameamuru kwamba mali wanaohubiri injili wapate maisha yao kutoka kwa injili. Paulo alikataa angalau haki tatu kwa sababu ya upendo kwa wanyonge. Haki ya kulishwa na kusanyiko. Paulo anakataa haki yake kama mtume ya kuungwa mkono na makanisa anayohudumu kama mtume mwingine kwa kufanya. Haki ya kuungana sana na mkawi. Kitendo cha jumla kati ya mitume kilikuwa cha wao kusafiri na wake zao kuwatunza na kuwasaidia katika huduma yao. Mwanamke huyu kama mumewe alikuwa na haki ya kuungwa mkono na kanisa. Haki ya kutofanya kazi ya kawaida ya matengenezo. Paulo anataka kupata riziki yake ili kupeleka kwa watu wanaodhihani. Anataka kuchukua faida ya ajira yake ya kuwapa onyesho ya kutokuwa na ubinafsi. Ingawa Yeshua aliweka wazi kwamba wale wanaohubiri injili wanapaswa kuishi kutokana na injili, Paulo na Barnaba walikataa ni wa hiari wasiwe waumini. Masomo kutoka zamani. Onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Msemi waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa wama iliyoandikwa. Watu waliketi kula na kunywa, wakaondoka wakajipumzisha. Uzoefu wa kutoka unaoleweka kuriho ni sambamba na wetu kuvuka bahari, ni kama agano letu la ubatizo. Chakula na vinywaji waliochukua jangwani ni kama ushiriki wetu katika ushiriki mtakatifu, ambapo tunakula na kunywa kiroho mwili na damu ya Yeshua.
Angalieni, licha ya uzoefu wao, Waisraeli walikuwa katika dhambi nzito, ikiwa ni pamoja na ibada ya sanamu na uasherati. Tusitendwe vivyo hivyo. Ushauri wenye ongovu. Kwa hivyo, ikiwa unafikiri unasimama kimara kwa uangalifu, msije anguka. Acha ibada ya sanamu. Kikombe cha Bwana na kikombe cha mapepo. Kwa hivyo, wapenzi wangu, kimbieni ibada ya sanamu. Ikiwa chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu kinaweza kuliwa bila wasiwasi, kwa nini Paulo anaonekana kushauri dhidi yake katika 1 Wakorintho 10:20? Ni jambo emola ja nyama nyumbani bila hatia yoyote, nani jambo jingine kabisa kufanya hivyo wakati wa sherehe ya hadhara ambapo sanamu zinaabudiwa. Wa kushiriki katika sherehe kama hizo, muumini anakataa imani ya kukubali ibada ya sanamu. Wa kushiriki ushirika mtakatifu, tunakuwa sehemu ya mwili wa misa ya kanisa, ili hai kwa kushiriki sherehe za ibada ya sanamu tunashiriki na mapepo. Kwa hatuwezi kuchukua kikombe cha ushirika mtakatifu tukimsifu Yeshua na wakati huu kuchukua kutoka kwenye kikombe kinachosifu mapepo. Kile ni halali na kinachofaa. Fanyeni to yote kwa utukufu wa Elohim. Basi lolote mfanyalo, kama ni kula au ni kunywa, fanyeni yote kwa utukufu wa Elohim. Kila kitu kinaruhusiwa, lakini si kila kitu kina faida. Mifano miwili halisi. Duka la mchinjaji iliruhusu chakula kilichotolewa dhabihu kwa sanamu na chakula ambacho kikiwa kimetolewa dhabihu muumini hukupaswa kulisa juu ya asili yake ili asitoe wasu kwamba ni kinyume cha sheria kula nyama ya aina hiyo. Mtu asiamini muumini alikuwa bila swali, kila kitu kinaruhusiwa kwake, lakini mwenye Injili alisema kwamba nyama ilikuwa imetolewa kwa sanamu. Kwa hivyo, ili kutokeza dhamiri ya mwili, ilionekana kuwa haifai kwa muumini kula nyama hiyo. Kanuni za msingi za maagizo haya pia ni mbele kumsifu Elohim katika kila kitu na kutafuta faida ya wengine. Yani kumpenda Elohim kuliko vitu vyote na jirani yako kama unajipenda, kama vile Yeshua alivyomwonyesha yule kijana tajiri. Mtume aliwaambia Wakorintho yeye afikirie kwamba amesimama na angalia shingoki, kiwa wangekuwa na mtivino ya kujamini wakipuuza kukesha na kuomba, wangeanguka katika dhambi nzito wajikiita ghadhabu ya Elohim. Paulo aliwahimiza ndugu zake wajiulize ni ushawishi gani maneno na matendo yao yangekuwa na juu ya wengine na wasifanye chochote hata kama safi ambacho kingeonekana kumridhisha ibada ya sanamu. Akukarishia udhaifu wa wale ambao wanaweza kuwa dhaifu katika imani, wasi chochote mfanyacho, iwe ni kula au kunywa, kwenye yote kwa ajili ya utukufu wa Elohim. Msiwashukishe Wayahudi wala watu wa mataifa mengine wala kanisa la Elohim.